Sasa hakuna uwezekano wa kulazimisha tafsiri yako ikubaliwe na kundi jingine. Ndani ya Qur'an kunahitaji tafsiri. Tafsiri sisi tumezipata kutoka kwa kina Shafikia, Ayubu na Qur'an, kutoka kwa wanafunzi wao kina Shafikia, kutoka kwa Sheikh Hassan Suluhu Kigoma na mashauri wao na tafsiri ya sampuli. Sasa haifai na haitowezekana kupatikana mtu akawa ameelewa alizoelewa alafu afarikishe aseme hivi nilivyofahamu mimi ndiyo farki ndiyo nguzo katika kukubaliana. Tunadau ingelikuwa watu wanavyofahamu ili ninavyofahamu ndivyo ni wajibu wa kundi jingine kufahamu hivyo, sisi sote tungelikuwa makadiani ya kwetu, kwa sababu makadiani wao wanaamini baada ya utume unaendelea. Na maneno hayo, tafsiri hiyo wameipata kutoka kwenye Qur'an na kutoka kwenye hadithi, ndivyo walivyofahamu. Lao ingelikuwa kundi jingine likifahamu tu na kundi jingine linawajibika kufahamu hivyo, sote nilikuwa Mashia. Sasa ndio hivyo hivyo lilivyofahamu kundi la Ansaru Sunna namna ya kutoa tafsiri ya ahadithi au Qur'ani. Hawana nafasi ya kutuambia sisi tumefahamu hivi na nyinyi nani mnawajibika kufahamu hivi. Hilo jambo haliwezekani. Haliwezekani kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa namna alivyotuumba sisi wanadamu, namna ya kutofautiana maoni na kufahamu ni kitu cha lazima. Na mara nyingi ninapozungumza maneno haya napigia mfano kwa mtu mathalan azae watoto wake 5, alafu awalee na mama yao huyo mmoja mpaka wawe watu wazima. Timu hii ya watu 5 haiwezekani kufahamu mmoja, na wakiishi chini ya baba yao huyo na mama yao huyo, huwa wanavumiliana tu, lakini si kwa kwamba huyu mkubwa anayefuatia wanavyofahamu huwa wanafahamu kwa mtindo mmoja. Hilo halikuumbwa ni Mwenyezi Mungu. Ndani ya watu 5 ambao wamezaliwa ni baba mmoja, mama mmoja, na kama una wasiwasi bila kachukua damu zao ndio ukatafuta hiyo vyombo vya kisasa yenyewe, damu hiyo, lakini watafahamu tofauti katika mambo. Watu wachache hawa 5 tu watatofautiana namna ya kufahamu. Basi vipi kwenye kundi kama hili la Ahlusunnah wal Jamaa BAKWATA au kwa ujumla Waislamu wote wafahamu kama wanavyofahamu kundi jingine? Kulitaka hilo ni kuleta fujo. Kinachotakikana ni kama vile watoto 5 wa kwako wakienda darasani wanatofautiana kufahamu. Huyo anafahamu ya juu, huyo katikati, huyo hivi. Basi hata ukiwapa fikira, hebu fikirini, kila mmoja atatoka na fikira yake. Watu 5
kwa sababu wametoka kwenye mlio mmoja, kitawalazimu kuvumiliana. Asipatikane mmoja akasema mimi ndio mkubwa wenu, kwa hiyo nimefahamu hivi, na yule mdogo naye anasema mimi ndio mdogo wenu na nataka nimefahamu hivi, twendeni hivi. Huo utaharibika siku hiyo. Sasa maneno haya ndio nilikuwa siwezi kusema, na sasa naanza kuumia kwa sababu kusema kidogo ile sauti kule ndani yako inakupiga haitoki vizuri. Lakini nimefurahi sana na kuamini kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mmoja alisema, alkhairu fiya wa fi ummati ila yawm al-qiyamah, kheri niko nayo nyingi na itabaki kwa umma wangu mpaka kiyama. Kwa hiyo kheri imo ndani yetu sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa tuliopo, na itabaki itapatikana mpaka siku ya kiyama kwa wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimetilia nguvu kusikutia taaliki. Taaliki ilikuwa mazungumzo yamesemwa, lakini yalikuwa yana upungufu. Sasa natia taaliki kuyaongezea. Mimi sikuongeza chochote katika maneno haya, nataka kuyafahamu na muondoke nao kama hivi yalivyosemwa. Mimi nimetilia nguvu tu, sikuongeza, na tena niko furaha, nimefurahi mpaka naumia. Sasa shabiki mwingine usipokuja kunyang'anya hapa utanibeba kule. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata wal-'afiyata fi ad-din wal-dunya wal-akhirah. Wa sallallahu